Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa nina ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la, Baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu. Akamwambia, wasipowasikiliza Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo ni Alhamisi katika juma la pili la Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Karibu kwa tafakari ya neno la Mungu la siku ya leo. Wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, katika injili ya leo tunatafakari makundi mawili ya watu wanaoondoka duniani, yaani wanaofariki. Wapo wanaokufa na kuchukuliwa, na wapo wanaokufa na kuzikwa. Tutazame kundi moja baada ya lingine. Kundi la kwanza, wale wanaokufa na kuchukuliwa. Hawa ndio wanawakilishwa na maskini Lazaro. Injili inatuambia yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Kundi hili tunapaswa sote kulitazama kwa jicho la huruma, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kundi hili linajumuisha wale wanaodharauliwa sana, lakini wananyenyekea, wanadhalilishwa sana, lakini hawajibu neno, wanaonewa sana, lakini hawalalamiki. Hawana mahitaji ya msingi kama binadamu, wala hawaibi, wala kutafuta kwa njia ya mkato mafanikio. Wanalilia haki zao za kila siku na za msingi. Hakuna anayewapigania. Wanaomba msaada, kila mtu anayewaona anatazama pembeni. Wamelia, wamechoka, na sasa tumaini lao ni Mungu tu.
wanakufa wakiwa hawana cha kupoteza duniani. Dunia ikiwazika inawasahau mara moja kwa sababu hawana umaarufu wowote. Lo, kumbe wamechukuliwa kifuani kwa Ibrahimu. Kundi la pili ni kundi la wale wanaokufa na kuzikwa. Injili inatuambia, na yule tajiri akafa akazikwa. Hawa waliopo kwenye kundi hili wanawakilishwa na yule tajiri. Hawa ndio wale wanaoweza kupata mali zao kwa uhalali kabisa, lakini wakawasahau akina Lazaro katika maisha yao. Wanamuona Lazaro kama amejitakia kuwa katika hali ya umaskini. Hawaguswi na mahitaji ya Lazaro. Wanahangaika kupata kila kitu wanachokitamani na kukitumia watakavyo. Hawaoni sababu ya kuwakumbuka akina Lazaro. Wanaondoka duniani wakijilaumu kwa kuacha mali nyingi bila mpangilio. Kifo kwao ni kupoteza walichotafuta maisha yao yote. Wanakufa wakiwa wamejijengea heshima kubwa isiyowasaidia waendako. Hawa wanakufa na kuzikwa. Furaha yao inaishia duniani. Mbele wanakiona kimbembe. Wapendwa watazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, tupo katika kipindi cha Kwaresma. Mimi na wewe tujitafakari sana. Tupo katika kundi la wanaojiandaa kufa na kuchukuliwa, au wanaojiandaa kufa na kuzikwa? Niwatakie Kwaresma njema. Tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Tumsifu Yesu Kristo.